Kwa muda mrefu sauti ya watoto ya shule ya msingi Makoteni ilisikika zaidi kupitia nyufa za kuta madarasa yao. Kila siku ya masomo ilikuwa siku ya hofu kwa wanafunzi, walimu na hata wazazi. Kwa sababu pale panaanza vyoo, lakini hivyo vyoo maana yake watoto wanakunywa polini. Hivi mwezi Januari tulipanga tu shule hiyo, sasa shule tuifunge. Lakini pia na yale madarasa zile nyufa zinakwenda kuvunjwa kujenga madarasa mapya. Lakini leo matumaini mapya yanaanza kuonekana katika jimbo la Tunduru Kusini. Ni siku 41 pekee tangu wabunge kuapishwa rasmi mwezi Novemba, na kwa mbunge wa jimbo hili ahadi zinaanza kutafsiriwa kwa vitendo. Aliahidi wananchi kwamba atakapochaguliwa atakuja kuleta mifuko 200 ya simenti. Na kitu cha ajabu ambacho kimetushangaisha sisi wananchi wa kata ya Ligoma, hasa kwenye kijiji cha Makoteni, ahadi tulitegemea kwamba ina muda mrefu wa utekelezaji kama tulivyozoea. Lakini kwa bahati nzuri sana leo amechaguliwa tarehe 29 mwezi wa 10, ameapishwa mwezi wa 11, lakini leo mwezi wa 12 anakuja kutekeleza ahadi. Hiki ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kikubwa ambacho sisi wananchi wa kata ya Ligoma kijiji cha Makoteni tunamshukuru sana. Tunamshukuru kwa sababu vile ambavyo alikuwa anaahidi kwenye wakati wa michakato, manaka amekuja kuonyesha kwa vitendo kwamba hajaja kuleta siasa, ila amekuja kututumikia wananchi. Mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe ameanza safari ya mabadiliko kwa kutoa mifuko 1200 ya saruji yenye thamani ya shilingi milioni 18, ikiwa ni hatua ya awali ya kuboresha miundombinu chakavu ya madarasa, kuongeza matundu ya vyoo katika shule za msingi na sekondari jimboni humo. Kati ya mifuko 1200 ambayo imenunuliwa kwa mara ya kwanza, kwa maana ya awamu ya kwanza, katika kukabiliana na changamoto ya miundombinu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na madarasa pamoja na vyoo kwenye jimbo letu. Wakati tunafanya kampeni tulikutana na changamoto nyingi sana. Darasa liko pale limekufa, wanafunzi hawana vyoo. Kwa hiyo tumefanya utaratibu wa namna ya kujaribu kuona ni namna gani tunapunguza hii gap. Kwa mimi kama mbunge tumepata fedha hizo milioni 18 plus tumenunua simenti mifuko 1200. Iko tumeiweka kwenye maduka kwa sababu ya kuhofia isije ikaharibika. Tunachofanya ni kwamba tunawapelekea wananchi kwa kadri uhitaji unavyokuwa unatakiwa. Tunafahamu maeneo yote yana uhitaji, lakini tunataka wananchi wajiandae ndipo tuwapelekee ili kuogopa isiharibike. Tunaishukuru sana serikali, tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tuna imani naye. Tunajua kuna kitu kinaitwa mfuko wa jimbo kinakuja na chenyewe kinaenda kusaidia kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinaisha. Kwa wananchi wa Makoteni wanasema msaada huu umefika kwa wakati sahihi. Ni hatua inayorejesha imani ya jamii kwa uongozi wao na kwa mustakabali wa watoto wao. Shukuru kabisa na kumsifu Mheshimiwa mbunge kwa fadhila hizo alizotuletea sisi wanakijiji wa Makoteni ambao tulikuwa na hadha hii kwa muda mrefu. Hususan vyoo pale shuleni ilikuwa ni tatizo sana. Na hata yale majengo ya kufundishia watoto shuleni yalikuwa chakavu. Hivyo kwa mazingira haya yanatupa moyo sisi watu wa Makoteni kutambua kabisa kwamba kumbe serikali inatuona sasa. Hii hali kwa kweli tulikuwa nayo kwa muda mwingi, tunateseka wana kijiji cha Makoteni.